Yakobo akainua macho yake, akaona na tazama, Esau anakuja na watu 400 pamoja naye. Akawagawanyia Lea na Raheli na wale vijakazi 2 wana wao. Akawaweka hao vijakazi na wana wao mbele, na Lea na wanawe nyuma yao, na Raheli na Yusufu mwisho. Akapita mwenyewe mbele yao, akainama mpaka nchi mara 7. Hata alipomkaribia ndugu yake Esau, akaja mbio kumlaki, akamkumbatia na kumwangukia shingoni, akambusu na wakalia. Akainua macho yake, akawaona wale wanawake na watoto. Akauliza, ni nani hawa walio pamoja nawe? Akasema, ni watoto Mungu aliompa mtumwa wako kwa neema yake. Ndipo wale vijakazi na wana wao wakakaribia, wakainama. Lea naye na wanawe wakakaribia, wakainama. Baadaye Yusufu na Raheli wakakaribia, wakainama. Akasema, kundi hili lote nililolikuta, maana yake ni nini? Akasema, kunipatia kibali machoni pa bwana wangu. Esau akasema, ninayo tele, ndugu yangu, ulionayo na yawe yako. Yakobo akasema, sivyo, kama nimekubalika machoni pako, tafadhali upokee zawadi yangu mkononi mwangu. Iwapo nimeona uso wako kama kuona uso wa Mungu, ukapendezwa nami, pokea tafadhali baraka wangu ulioletewa, kwa sababu Mungu ameninemesha, na kwa sababu ninavyo hivi vyote. Akamshurutisha, naye akapokea. Kisha Esau akamwambia, twende zetu tusafiri, nami nitakutangulia. Akamjibu, bwana wangu anajua ya kuwa watoto ni wachanga, tena kondoo na ng'ombe nilio nao wanyonyesha hao. Wanyama wakiharakishwa, siku moja watakufa wote. Tafadhali bwana wangu na apite mbele ya mtumwa wake, nami nitaongoza pole pole kwa kadiri ya mwendo wa wanyama walio mbele yangu, na kwa kadiri ya mwendo wa watoto, hata nitakapofika kwa bwana wangu huko Seiri. Esau akasema, nikuachie basi baadhi ya watu walio pamoja nami. Akasema, pana haja gani na nione kibali tu machoni pa bwana wangu? Basi Esau akarudi siku ile ile, akishika njia yake mpaka Seiri. Yakobo akaendelea mpaka Sukoti, akajijengea nyumba, akawafanyia makundi yake vibanda. Kwa hiyo jina la mahali pale pakaitwa Sukoti. Yakobo akaja kwa amani mpaka mji wa Shekemu ulio katika nchi ya Kanaani. Alipokuja kutoka Padan Aramu, akapiga kambi mbele ya huo mji, akainunua sehemu ya nchi. Alipopiga hema yake kwa mkono, wana wa Hamori baba wa Shekemu kwa vipande 100 vya fedha, akajenga huko madhabahu, akaita Heleloi Israeli.